Katika dunia ya leo, maendeleo ya viwanda na uchumi wa taifa lolote yanategemea zaidi ujuzi, ubunifu na uwezo wa watu wake kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kutambua hili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kutoa kipaumbele kwa maendeleo ya ujuzi miongoni mwa wananchi wake kama nguzo kuu ya maendeleo ya taifa. Lengo, shabaha yetu ni kujenga vyuo ambavyo vinakwenda kufundisha elimu ya amali kwa vijana wetu na sio nadharia wanazopata shuleni. Kuna miradi mingi inakuja nchini kwetu, lakini tunapotakiwa vijana wakwenda kwenye hiyo ajira, hatuna, na wageni wanachukua nafasi na vijana wetu wanakwenda kwenye ajira za ngazi za chini sana. Kwa hiyo tunakwenda kufundisha mafundi wa aina zote ili ajira zinapokuja wapate, lakini waweze kujiajiri katika maeneo yaliyoko. Kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la 2023, serikali imeweka msisitizo mkubwa katika kujenga mfumo wa elimu unaolenga matokeo ya ujuzi, yaani competence based education and training system, unaowawezesha Watanzania wote kupata maarifa, stadi na mitazamo inayowawezesha kushiriki kikamilifu katika shughuli za kiuchumi na kijamii. Sera hiyo inatambua kuwa maendeleo ya taifa hayatawezekana bila nguvu kazi yenye ujuzi unaokidhi mahitaji ya soko la ajira na maendeleo ya viwanda. Baada ya kumaliza elimu ya msingi, sekondari inagawanyika matawi mawili, mikondo miwili: mkondo wa elimu jumla na mkondo wa elimu ya amali. Amali ni masuala ya kazi, mafunzo ya kazi. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi, VETA, ni miongoni mwa taasisi muhimu katika kujenga nguvu kazi yenye ujuzi, umahiri na ubunifu. VETA ni taasisi ambayo inatoa ufundi stadi, na mnajua katika slogan tunayoitumia katika Wizara ya Elimu sasa hivi kwamba elimu na ujuzi ndio mpango mzima. Sasa elimu hiyo na ujuzi unaipata wapi? Unaipata katika taasisi mbalimbali za elimu, lakini VETA kwa hakika jinsi ambavyo tumeitengeneza ndio sasa hivi ni taasisi mahususi sana ya kuweza kutoa ujuzi mbalimbali ambao mara moja tu baada ya mtu kuhitimu katika mafunzo hayo anakwenda anaingia kazini, anajiajiri au hata anaanzisha kampuni ambayo inawaajiri watu wengine. VETA ilianzishwa kwa sheria ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi sura ya 82, ikiwa na dhamira ya kuhakikisha Watanzania wanapata elimu ya ufundi stadi yenye ubora inayokidhi mahitaji ya soko la ajira na maendeleo ya taifa. Kupitia majukumu yake makuu manne, yaani utoaji, ugharamiaji, ukuzaji na uratibu wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, VETA imekuwa chachu ya mabadiliko katika maisha ya maelfu ya Watanzania. Leo hii VETA ina vyuo 80 vinavyotoa mafunzo kote nchini na vyuo vingine 65 vinaendelea kujengwa. Mamlaka ya elimu na mafunzo ya ufundi stadi VETA imeendelea kutekeleza jukumu lake la msingi la kuhakikisha Watanzania wanapata mafunzo bora na yenye tija katika sekta mbalimbali za uzalishaji. Kupitia ushirikiano na wamiliki wa viwanda, waajiri na wadau wa maendeleo, VETA imelenga kuhakikisha mafunzo yanayotolewa yanaendana na teknolojia, ubunifu na mahitaji halisi ya soko la ajira. VETA hutoa mafunzo ya muda mrefu na ya muda mfupi katika sekta 13 za ufundi stadi, yakilenga kumwandaa kijana kujiajiri, kuajiriwa na hata kuajiri wengine kwa ufanisi na ubunifu. Kwa mujibu wa taarifa ya ufuatiliaji wa wahitimu wa ufundi stadi ya mwaka 2023, zaidi ya 67.7% ya wahitimu wa VETA wameajirika. Ili kuwafikia Watanzania wengi zaidi, VETA imebuni mifumo kadhaa ya utoaji wa mafunzo, ikiwemo mafunzo vyuoni,
Hii ni kupitia programu ya muda mrefu na mfupi, lakini pia mafunzo ya wanagenzi ambapo vijana hujifunza kwa vitendo kutoka kwa mafundi mahiri na wataalamu katika sehemu za kazi. Mafunzo kwenye jamii. Haya yanalenga kukuza ujasiriamali kwa walio katika sekta isiyo rasmi, lakini pia mafunzo kwa wafanyakazi viwandani. Hii ni kuboresha ujuzi na kuongeza tija kazini. Lakini pia mafunzo kwa njia ya masafa, ikiwemo simu kupitia visomo. Huu ni mfumo unaowezesha vijana kujifunza popote walipo kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Ushirikiano kati ya VETA na wadau hawa ni muhimu katika kuendeleza ubunifu, kuboresha mitaala na kujenga mazingira rafiki kwa vijana na watu wazima kupata ujuzi unaowawezesha kuajiriwa na kujiajiri. Huu ndio msingi wa utekelezaji wa dira ya serikali ya kujenga uchumi wa viwanda unaotegemea watu wenye ujuzi, kama inavyobainishwa katika sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la 2023. Kwa pamoja, VETA na wadau wake wanatekeleza dhamira ya taifa ya kujenga Tanzania yenye watu wenye ujuzi, ubunifu na uwezo wa kushindana kimataifa. Taifa lenye nguvu kazi bora inayochochea ukuaji wa uchumi, ajira endelevu na maendeleo jumuishi. Ushirikiano mahususi na waajiri ni kupitia ushiriki wa waajiri katika kamati za ushauri wa kisekta, yani Trade Advisory Committee. Mafunzo kwa njia ya wanagenzi, utambuzi na urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi na mafunzo RPL. Utekelezaji wa miradi inayolenga kuwezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uwekezaji na miradi ya kimkakati, pamoja na utekelezaji wa miradi inayolenga makundi maalumu. Kupitia miradi kama wanagenzi pacha, IMTT katika sekta ya madini na urasimishaji wa ujuzi RPL, VETA imewezesha maelfu ya vijana na mafundi kujipatia vyeti vinavyotambulika kitaifa na kimataifa. Lakini pia VETA inashirikiana na wadau mbalimbali katika kuwawezesha Watanzania kupata ujuzi, kushiriki miradi mikubwa ya kimkakati kama ujenzi wa bomba la mafuta na kuwezesha makundi maalumu katika jamii. Ufundishaji na ujifunzaji kwenye vyuo vya ufundi stadi hufanyika kwa vitendo, hivyo kuchochea ubunifu wa bidhaa na teknolojia mbalimbali. Wanafunzi na wakufunzi wa VETA wanafanya bunifu nyingi nzuri na zenye fursa ya kusaidia kurahisisha kazi na kuongeza tija kwenye jamii. VETA imetengeneza mazingira ya kukuza bunifu za wanafunzi na wakufunzi kupitia mashindano ya kitaifa ya sayansi na teknolojia MAKISATU. Tangu mwaka 2018 hadi 2024, wabunifu 655 wameibuliwa, ambapo bunifu 18 zimefikia hatua za ubiasharishaji. Ubunifu wa wakufunzi na wanafunzi umeendelea kuibuliwa na kutangazwa katika majukwaa mbalimbali. VETA kwa kushirikiana na taasisi za serikali ikiwemo Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH na wadau wengine imekuwa ikiwasaidia wabunifu kuendeleza ubunifu wao. VETA imegusa makundi mengi na imechangia kukua kwa sekta nyingi, ikiwemo ujenzi wa vyuo vipya na upanuzi wa miundombinu, ambapo sasa vyuo vimefikia 80. Sekta isiyo rasmi imeimarishwa kupitia mpango wa mafunzo ya kukuza ujasiriamali INTEMP, ambapo jumla ya wajasiriamali 17811 wamepatiwa mafunzo. Programu za wanagenzi pacha DATS na mafunzo jumuishi ya ufundi kwa sekta ya madini IMTT zimenufaisha zaidi ya vijana 2754 tangu kuanzishwa kwake, na zimewawezesha waajiri kupata nguvu kazi yenye ujuzi unaoendana na mahitaji yao. Lakini pia mpango wa kuboresha ujuzi kwa wafanyakazi sehemu za kazi SEP umezinufaisha kampuni 195 kwa kuwajengea uwezo wa wafanyakazi wao. Mpango wa utambuzi na urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa mafunzo RPL
umewezesha zaidi ya mafundi 23,460 kurasimisha ujuzi wao, ikiwemo wafungwa waliopo magerezani. Makundi maalumu nayo hayakuachwa nyuma kwa kutambua kuwa kuwapa ujuzi kuna matokeo makubwa katika kuwawezesha kujikwamua kiuchumi na kuondokana na utegemezi. Uandaaji na uhuishaji wa mitaala, ambapo jumla ya mitaala 100 imeandaliwa. Lakini pia uwezeshaji wa wananchi kushiriki katika miradi ya kimkakati ya kitaifa na kimataifa kama mradi wa reli ya kisasa SGR, mradi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere na ujenzi wa bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP. Kama ilivyo sekta nyingine, bado zipo changamoto, hasa kutokana na mabadiliko ya teknolojia na ushindani wa soko la ajira na kuendelea kuongezeka kwa mahitaji ya ujuzi. Mabadiliko ya sekta ya sayansi na teknolojia hivyo kuhitaji mabadiliko ya mara kwa mara katika mitaala na vifaa vya kufundishia na kujifunzia. Uboreshaji wa mafunzo ili kukidhi viwango vya kimataifa. Uimarishaji wa ushirikiano na ushiriki wa sekta za viwanda katika mafunzo ya ufundi na uendelezaji ubunifu. Usawa wa kijinsia. Ingawa idadi ya wanawake inaongezeka, lakini bado ipo nyuma ya wanaume. Lakini pia kukuza ujuzi wa kidigitali na ujasiriamali kwa vijana. VETA inajivunia mafanikio iliyopata katika kipindi kilichopita, lakini hatuishii hapa. Kwa mwelekeo wa baadaye, VETA inajipanga kupiga hatua kubwa zaidi, ikiwemo kuanzisha vituo vya umahiri, yani Centers of Excellence, katika fani na sekta mbalimbali, kuboresha zaidi mafunzo ili kukidhi viwango vya tunuku za kimataifa, yani international certifications, kubadilishana uzoefu na vyuo vya kimataifa katika nchi mbalimbali, kuimarisha ushirikiano na viwanda ili wanafunzi wapate umahiri zaidi na kuchangia katika kuongeza ufanisi na tija mahala pa kazi. Lakini pia kuendelea kufanya uchambuzi wa mahitaji ya ujuzi, yani skills mapping, nchini kote ili kila chuo kitoe mafunzo yanayokidhi mahitaji halisi ya eneo husika. VETA inatafuta kukuza na kuongeza ushirikiano na viwanda ili kuhakikisha mafunzo yanakuwa na manufaa makubwa kwa sekta za uchumi na kuendana na maendeleo ya kiteknolojia, pamoja na kuongeza ufanisi na tija mahala pa kazi. Kwa zaidi ya miaka 30, VETA imekuwa injini ya maendeleo ya ujuzi hapa nchini Tanzania. Kupitia elimu ya ufundi stadi, imewapa vijana matumaini mapya, imewajengea wananchi uwezo wa kujitegemea na kuiweka Tanzania katika njia sahihi kuelekea uchumi wa viwanda. Kwa pamoja, VETA na wadau wake wanaendelea kutimiza maono ya Tanzania yenye mafundi mahiri na wa kutosha, ili kuwa na taifa lenye nguvu linaloweza kukabiliana na changamoto za dunia ya kisasa. Ungana na VETA kujenga taifa lenye ujuzi, ubunifu na ajira endelevu. Hii ndio Tanzania tunayoitaka. Wekeza katika ujuzi, jenga mustakabali wa Tanzania.